CCM unayojitoa wananchi ndio hawa hapa. Uongo kweli? Hiyo nayo imeshindikana. Sawa sawa. Sasa ya mwisho ndio hii kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Tunaelewana vizuri? Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko, akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi Chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama ana uwezo huo. Sawa sawa Serengeti? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono tuone. Sasa wewe Jaji Mtungi, kama una nguvu ifute Chadema. Sawa sawa? Usitake kutupiga mkwara sisi. Tutoko hapa kone hai. Tunaelewana vizuri? Tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Kwa nani anatutisha? Alikuwepo Magufuli, alikuwa anapita mpaka majani yanatetemeka. Ameondoka, dunia hii imeisha. Siipo? Wewe acheni ujinga wenu bana. Hilo nilitaka niliseme la kwanza. Jambo la pili, ndugu zangu, siasa ni maisha yetu. Siasa ni uchumi wetu. Siasa ni elimu yetu. Siasa ni hospitali yetu ya Kolero. Nchi hii imechezewa kwa muda mrefu sana. Mnisikilize kwa makini. Hii ni katiba ya nchi yetu. Hii hapa. Ukisoma ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka yake na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwamba badala ya mugo mwingi meno muibungeni, Tarime tuibungeni, Mwanza waende bungeni, Msoma waende bungeni. Hatuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja aende kwa niaba yetu. Badala ya wote tuwe marais, haiwezekani. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe rais. Ndio maana ya kifungu hiki cha katiba. Tuendelee. Unanisikia? Sinasikika mpaka huko? Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii. Nyie ndio mnatoa mamlaka yenu mnampa rais, mnatoa mamlaka yenu mnampa mbunge, mnatoa mamlaka yenu mnampa diwani, mnatoa mamlaka yenu mnampa mwenyekiti wa kijiji. Lengo kuu la serikali na hayongu tunamontegerebuya. Lengo kuu la serikali, hiyo serikali mnayoiweka madarakani, lengo lake namba 1, yani lengo kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Hanonaga mbigu ustawi, mnanielewa? Yani montegerebuya, kama ustawi unyoria hasa haya hakorara, ulerobuya hospitali, watoto wako wasome vizuri, upate maji ya kunywa, utembee kwenye barabara nzuri. Hiyo ndio maana ya serikali kuwepo. Lengo kuu la serikali ni ustawi.
na si serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa abantu ba Serengeti, Mwalimu Nyerere alipopigania uhuru wa nchi alisema hivi, tunataka uhuru wa nchi yetu kutoka kwa wakoloni, kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Mambo mangapi? Matatu. Hayo ndio yaliyosababisha tupiganie uhuru wa nchi yetu. Na Mwalimu akasema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Ili nchi iendelee inahitaji amang'anane, mambo manne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi tunayo. Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Burundi, ukichukua Rwanda, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi pekee yetu Matebiriga tuko 945,000. Kwa hiyo nchi yetu ni kubwa kuliko Kenya na Rwanda na Burundi na Uganda ukiziunganisha kwa pamoja. Kwa hiyo ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Na Mwalimu akasema mambo mengine mawili, siasa safi na uongozi bora. Sasa watu wa Serengeti, ardhi tunayo. Nikizungumza kuhusu ardhi, watu tunao. Nikizungumza kuhusu watu wako milioni 63. Nikizungumza kuhusu ardhi, ni ardhi na vyonsi vinoviringe kwa ardhi hiyo. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu madini, tunazungumza kuhusu maji, tunazungumza kuhusu wanyama, tunazungumza kuhusu remiliane vyote. Nchi hii ni nchi ya kwanza duniani kwa kuwa na madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania Mererani. Na nielewa vizuri watu wa Arusha, wa Mugumu. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote, wa pili duniani mlima Kilimanjaro. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Tanganyika. Ni nchi ambayo ina mbuga za wanyama kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua Ngorongoro, ukichukua Serengeti, ambayo ndio imepewa wilaya yenu jina la Serengeti. Ukichukua Ngorongoro, Serengeti, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha kwa pamoja na Mikumi, zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi. Ni nchi ambayo inatoa madini yanaitwa